Habari ya usiku huu ni mshike. Jina langu ni Kennedy Moses. Tulionayo hii leo ni pamoja na hili: mabingwa wa kandanda kutoka Tanzania Young African Sports Club kesho watatupa karata yao muhimu dhidi ya Silver Strikers kutoka kule Malawi kwenye mchezo mkondo wa pili ligi ya mabingwa barani Afrika utakaochezwa katika dimba la Benjamin Mkapa hapa Dar es Salaam kuanzia majira ya saa 11 kamili jioni kwa saa za Afrika Mashariki. Kaimu kocha mkuu wa timu hiyo Patrick Mabedi ana kibarua cha kuivusha Young Africans hatua ya makundi baada ya kuanza vibaya wakifungwa goli 1-0 kwenye mchezo mkondo wa kwanza uliopigwa kule katika uwanja wa Bingu jijini Lilongwe nchini Malawi. Hapo kesho watahitaji ushindi wa magoli 2-0 ili kusonga mbele kwenye hatua ya makundi. Je, Young Africans wapo tayari kwa kiasi gani kupindua meza kuelekea mchezo huo? Huyo ni kaimu kocha mkuu wa kikosi hicho Mabedi akizungumzia maandalizi yake kuelekea mchezo huo. Our preparation has been going well since we come back from Malawi. Maandalizi yetu yameenda vizuri tangu tumerudi kutoka Malawi, ingawa tulikaa Malawi kwa siku chache kutokana na ratiba za ndege. Baada ya kurejea nchini Jumatatu, tulianza mazoezi Jumanne na wachezaji wangu wananielewa vizuri sana na wanatambua wanatakiwa kufanya vizuri kwenye mchezo huu. However, the players also adapted very well. Maandalizi kwa upande wetu kama wachezaji tuko tayari kwa ajili ya mchezo na tunatambua umuhimu wa mchezo huu ambao tunakwenda kucheza siku ya kesho. Kikubwa ni sisi kufocus na kujiandaa vizuri na kuweza kufanya vizuri kwenye mchezo huo na kuingia katika hatua ya group stage. Lakini kikubwa hii sio ya kwetu peke yetu. Na sisi tungependa kurudi kwao mashabiki zetu siku ya kesho, leo walale wakiwaza kwamba kesho tuna jambo muhimu ambalo tunabidi kwenda kulifanya katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Waje wajitokeze kwa wingi, waje kutupa support na sisi kama wachezaji wao tunawahakikishia na tunakwenda kupambana kupata matokeo kwenye mchezo huo. Kwa upande wao Silver Strikers kutoka kule Malawi walikuwa na haya ya kusema, hasa kutokana na namna ambavyo wamejiandaa kutinga kwenye hatua inayofuata. We know that we are facing a good team. The team which has got good players, good professionals, quality players. Tunatambua tunaenda kukutana na timu nzuri yenye wachezaji bora. Hivyo tunajua utaenda kuwa mchezo mgumu, lakini tumejiandaa kwa mchezo huo. Tumeshinda mchezo wa kwanza, hivyo mchezo wa pili unaenda kuwa mgumu, lakini tutakwenda kuwa makini kuanzia mwanzo hadi mwisho wa mchezo. There's nothing special that you should expect from us apart from us giving our best tomorrow. Hakuna kitu cha kutarajia kutoka kwetu zaidi ya kucheza kwa uwezo wetu hapo kesho. Tunaenda kucheza dhidi ya timu kubwa, hivyo kila mchezaji anatakiwa kuwa makini ili aweze kuonyesha uwezo wetu hapo kesho. One of the best teams here in Africa, so every player should have a good mood and a good vibe. Ni Chikundi Kamanga, nahodha wa Silver Strikers, akizungumzia maandalizi yao kuelekea mchezo ambao utapigwa hapo kesho na kuwa live ama mbashara kwenye kisimuzi cha Azam TV. Lakini mbali na hilo, nikukumbushe mchezo hapo kesho utakuwa ni bure kwa mashabiki kujitokeza kwa wingi Benjamin Mkapa Dar es Salaam, na hilo limesisitizwa na kukumbushwa zaidi na meneja wa habari na mawasiliano wa klabu hiyo Ali Kamwe, wakati pia akiwakumbusha mashabiki na wale wote watakaojitokeza Benjamin Mkapa hapo kesho namna utaratibu wa kuingia uwanjani utakavyokuwa. Kwa kuwa mchezo wa kesho hakuna kiingilio, mageti yatafunguliwa saa 4 kamili asubuhi. Mageti yatafunguliwa saa 4 kamili asubuhi. Na mageti yatafungwa saa 8:30 mchana. Yatafunguliwa saa 4 kamili asubuhi na mageti yatafungwa saa 8:30 mchana. Kwa hiyo mageti yanawahi kufunguliwa na yatafungwa saa 8:30 mchana ni kuhakikisha watu wawahi mapema, tuepuke msongamano wakati wa kuingia, na pia tuepuke msongamano wa njia wakati timu zikiwa zinakuja uwanja wa Benjamin Mkapa. Hilo ni jambo muhimu nikasema niwajuze, na ni vyema wanachama na mashabiki wa klabu yetu Young Africans na wapenzi wa mchezo wa mpira wa miguu kwa ujumla wajue kesho wanatakiwa kuwahi Benjamin Mkapa mapema, na saa 8:30 mageti yatakuwa yamefungwa kwa sababu tunaamini muda huo tayari uwanja utakuwa umeshajaa. Nje ukifika asubuhi tumefungua mageti mengi pasavyo, lakini kutakuwepo na magari maeneo ya karibu na kuingia uwanjani. Na haya magari tutakwenda kuyapiga picha na asubuhi tutakwenda kuonyesha maeneo ambayo tumeyaweka. Kwa mujibu wa taratibu za pale sasa hivi ukifika unatakiwa upite kwenye lile gari
Kutakuwa kuna watu wasiopungua 5 ndani ya gari ambao utapita, watakukabidhi tiketi yako, utakwenda moja kwa moja mlangoni. Hakuna room ya kuchukua tiketi alafu kwenda kunywa maji au juisi nje. Ukichukua tiketi unadumbukia kwenye foleni, unaingia moja kwa moja ndani ya uwanja wa Benjamin Mkapa. Niombe sana Tanzania ambao tunakuja kesho kukumbushana kuhusu ustaarabu, kukumbushana kuhusu ungwana, kuanzia tunavotoka majumbani, tunavofika uwanjani, kufuata maelekezo yote ambayo tolewa na wenzetu wa ulinzi na usalama, na tukiingia pia ndani twende kwa lengo la kushangilia mpira. Tusiende kwa malengo ya vurugu, tusiende kwa malengo ya kutaka kuleta hali ambayo hairuhusiwi kwenye mechi hizi za kimashindano ya CAF. Wakati hayo yakiendelea, mashabiki wa Young Africans wamekuwa na matumaini makubwa ya kufanya vizuri kwenye mchezo mkondo wa pili, raundi ya pili ligi ya mabingwa barani Afrika dhidi ya Silver Strikers utakaopigwa hapo kesho katika dimba la Benjamin Mkapa, Dar es Salaam, huku wakisema kuwa wanaamini watashinda kwa kishindo. Mechi ya kwanza ilitokea bahati mbaya, wale walipata nafasi moja wakaweza kuitumia, lakini sisi tulipata nafasi nyingi tukashindwa kuzitumia. Kwa hiyo niseme tu mwananga popote ulipo ambao utakuja Taifa au yule ambaye hautokupata nafasi ya kuja Taifa, basi uombe timu. Cha msingi tu ni kwamba kesho tupike pilau, Yanga nenda hatua ya makundi. Mchezo hautakuwa mwepesi. Muhimu ndo viongozi wetu wameona umuhimu wa mashabiki. Inahitajika tuwe wengi uwanjani, na ndio maana hata wameweza kutununulia hizo tiketi. Timu inahitaji support kubwa sana, haihitaji kukata tamaa. Yanga ni timu kubwa, sio wa kuishia hatua hii hapa ya awali. Na tumejipanga kama kapteni, umemsikia Jobu pale alivyoongea, tunajiamini na uhakika goli 3 zinapatikana, tunafuzu kuendelea. Unajua klabu hii ni kubwa sana. Tunavyosemaga sisi ni wakongwe, ni wakurungwa katika nchini, wakubwa kwa kweli. Kuna timu nyingine ambayo inafanyaga mambo kama haya, free pass, mambo ya kujiachia, ni sisi tu. Hata upande wa pili ngawa natusema wao wenyewe kwanza wanaona la. Kesho ndo wa kwanza kufika uwanjani. Kwa sababu kama wewe utaki hiyo blue, lakini kesho wa kwanza kufika yeye. Kwa hiyo sisi kama mashabiki wa Yanga na wanachama wa Yanga tunapenda kupongeza uongozi wa klabu ya Yanga kupitia mdhamini wetu GSM kwa kufanya mambo yawe free pass. Na kesho pilau pale litakuwepo pale, pale akija kuweka na maji na juisi pale, wananchi kwa kweli kesho tutafurahi. Yaani tunafurahi kwanza kwenye mambo ya mfinyo, afu tunafurahi vile vile kwenye matokeo kuanzia saa 11 mpaka saa 1. Mimi najua matokeo yanakwenda kupatikana kesho. Mimi najua wale watakuja kwa lengo la kutafuta sare, kwa sababu tayari anakuambia na kigoli kimoja, lakini kigoli kimoja hapo wanakuambia mtoto mmoja sio mtoto. Mungu anamtaka, shetani anamtaka, wewe mwenyewe unamtaka, mchawi anamtaka. Kwa hiyo sisi tunakwenda kwa nia kwamba tunataka hatua makundi, na lazima kesho yatapike. Atajuta kumkaba muuza viso. Anaitwa nani yule? Kile timu kinaitwaje? Silver. Kuna yule Pakome wa mchongo yule, anaitwa Chizi yule. Mimi namuita Chizi fresh. Sasa kesho atamkataa kwa Mkapa. Kesho no street not surrender. Sisi ni askari tuliojeruhiwa. Sasa tumeweshwa hospitalini, risasi imetolewa, tunarudi msituni. Silver huyu hapa. Kesho kila mwana Yanga luka mikono juu kwamba tunakwenda kuingia tu makundi kibabe sana, afu tunawanyamazisha wapiga kelele mtaani. Kesho tukutane mapema kama alivyosema semaji letu kwamba saa 4 asubuhi mageti yanafunguliwa, saa 8 yanafungwa. Kwa hiyo shabiki yote popote ulipo, kama unakaa mbali, basi naomba jitahidi kutokana na foleni, mnaelewa, tuwahi kwa wakati tukaisupport timu yetu, kwa sababu hii ni timu yetu na malengo yetu kuhakikisha tunatoka kwenye hatua hii ya makundi kusogea mbele zaidi. Lakini yote kwa yote, labda nizungumze kitu kimoja, Yanga ni timu kubwa. Kuna watu wanaibeza, kuna watu wanaisemea vibaya, lakini sisi malengo yetu na focus yetu kuhakikisha kesho tunapata pointi 3 na sio chini ya magoli 4. Hii ndio Yanga tunaitegemea, na hii ni Yanga ambayo tunaitaka sisi. Kesho cha kwanza furaha tulionayo, tunaenda kuingia bure. Alafu tunapewa na pilau bure. Alafu wametukera zaidi, wamekuja kukata viuno pale airport wakati wanashuka. Kwa hiyo kesho nakwambia shabiki yoyote yule, tunaanzia goli 7 kwenda juu. Yaani kesho Yanga nataka tuidhirishie dunia kwamba sisi ni Yanga wa aina gani. Nataka niwaambie kwanza, mchezo wa kesho sisi tunauchukulia ni sehemu ya kiburudisho kwetu. Kwa sababu gani? Mchezo wa kesho sisi tunachukulia kama kiburudisho. Safari ya kufika makundi ni sisi kwenda kujaa kwa wingi pale Benjamin Mkapa. Ile tukishajaa Benjamin Mkapa, sisi tayari tuko makundi. Ile goli moja la kule walotufunga Silver Strikers, ile hesabu kama gorofa limedondokewa na jumba bovu. Au jumba bovu limedondokea nini? Gorofa. Au tunasema taxi imebeba fuso. Sijui inawezekana? Taxi kubeba fuso inawezekana? Kwa Silver Strikers kutufunga Yanga haiwezekani. Ni jambo ambalo lilitokea miujiza. Kila mtu alishangaa ni namna gani Silver Strikers amepata goli kwa Yanga.
Wakati hayo kiendelea, kikosi cha Silver Strikers ya Malawi kimefanya mazoezi yake ya mwisho hii leo kuelekea mchezo hapo kesho katika dimba la Benjamin Mkapa, Dar es Salaam. Ni mchezo wa mkondo wa pili, raundi ya pili ligi ya mabingwa barani Afrika baada ya ushindi wa goli 1-0 waliopata nyumbani dhidi ya wananchi Young Africans. Mchezo utapigwa kesho majira ya saa 11 kamili jioni. Na hivi ndivyo walivyokuwa wanafanya mazoezi jioni ya leo ambayo yamehudhuriwa na mwenzetu Hadija Halifa. Uwanja wa Benjamin Mkapa uko tayari kwa ajili ya mikiki ya ligi ya mabingwa barani Afrika baina ya wenyeji Young African Sports Club wakikaribisha Silver Strikers kutoka nchini Malawi. Silver Strikers wamefanya mazoezi yao ya mwisho kuikabili Young Africans hapo kesho, mchezo ambao utachezwa katika dimba hili la Benjamin Mkapa. Mazoezi hayo ya Silver Strikers yameongozwa na kocha mkuu wa kikosi hicho Edson Kadenge jioni ya leo kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa, huku yakihusisha nyota wote 23 walioambatana na kikosi hicho waliosafiri kuja nchini kutoka Malawi. Silver Strikers inajivunia ushindi wa 1-0 waliopata dhidi ya Yanga kwenye uwanja wa Bingu mjini Lilongwe nchini Malawi kwenye mchezo wa kwanza wa mzunguko wa pili wa ligi ya mabingwa barani Afrika msimu wa 2025-26. Uwanja wa Benjamin Mkapa hugeuka karai la moto kwa wapinzani wa nje pale ambapo timu za Tanzania zikisaka tiketi muhimu ya kufuzu katika dimba hili. Nyuma yangu ni Silver Strikers wakiendelea kupasha msuli wa moto kuelekea katika mchezo wa kesho ambao utachezwa katika dimba hili la Benjamin Mkapa majira ya saa 11 za jioni na utakuwa mubashara kupitia kisimbuzi cha Azam TV. Je, Young Africans ataingia hatua ya makundi kwa mara ya 4? Tusubiri tuone. Nikiripoti kutoka hapa katika dimba la Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam, Hadija Halifa, Azam Sports. Wakati hayo yanaendelea kuelekea mchezo wa Jumapili dhidi ya Nsingizini All Stars, klabu ya Simba ikiongozwa na meneja wa habari na mawasiliano wa klabu hiyo Ahmed Ali wametembelea na kutoa msaada katika kituo cha Faraja Orphanage Center kilichopo Mburahati jijini Dar es Salaam. Kama ilivyo tamaduni yetu na kama ulivyo utaratibu wetu, kila tunapokuwa na tukio kubwa, tunapokuwa na mechi kubwa na muhimu, tunawajibika kutoa sadaka kwa watu wenye uhitaji, ikiwa ni kutafuta radhi za Mwenyezi Mungu na tuweze kumwelezea shida yetu ambayo ni kuomba msaada kutoka kwake, atusaidie, atuwezeshe tuweze kushinda mchezo wa Jumapili na tuweze kufuzu hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Mchezo huu wa Jumapili kwetu bado ni mchezo muhimu sana, kwetu bado ni mchezo mgumu sana, kwetu ni mchezo wenye thamani na wenye uzito mkubwa kweli kweli, na ndio maana tunaamua kutoa msaada huu ama kutoa sadaka hii ikiwa ni sehemu ya kutoa kwa jamii, kurejesha kwa jamii, na vile vile na sisi iwe sehemu ya kukubaliwa dua zetu na kuomba kwa Mwenyezi Mungu atujalie tupate ushindi katika mchezo wa Jumapili. Mchezo wa Jumapili ni mchezo muhimu sana kwetu. Tunauhitaji mchezo huu tuweze kushinda na kufuzu na kuingia hatua ya makundi. Mbali na hilo, Ahmed Ali amegusia pia maandalizi ya kikosi hicho na utayari walionao kuelekea mchezo wa mkondo pili ligi ya mabingwa barani Afrika dhidi ya Nsingizini All Stars baada ya ushindi wa magoli 3 ugenini. Maandalizi yanaendelea kwenye nyanja zote, kiufundi na kiutawala, na tunamshukuru Mwenyezi Mungu, kila kitu kinakwenda vizuri. Tayari wapinzani wetu wamewasili salama, na wazungumzia Nsingizini, na kila kitu kiko sawa sawa kwenye eneo hilo. Mwalimu Dimitar Pantev pamoja na benchi lake lote la ufundi inaendelea na mipango ya mwisho ya kiufundi kuhakikisha kwamba timu inakaa sawa sawa kuelekea katika mchezo huu. Kwa upande wetu ambapo eneo limebaki ni eneo la mashabiki ambalo tunaendelea kuhimiza na kusisitiza mashabiki wengi zaidi waendelee kununua tiketi. Tiketi bado ziko nyingi kweli kweli. Tungependa kuona azma yetu ya kuijaza Benjamin Mkapa inatimia. Tunataka mashabiki waje wengi zaidi uwanjani siku hiyo, kwa sababu mechi hii ni mechi yenye umuhimu mkubwa sana kwetu, ni mechi yenye thamani kubwa sana kwetu, ni mechi bora kweli kweli kwetu.
Ni mechi ambayo tunakwenda kuandika historia kubwa barani Afrika. Ni mechi ambayo tunakwenda kuiheshimisha Simba yetu. Tunakwenda kufuzu hatua ya makundi ya robo finali kwa mara nyingine tena katika historia ya mpira wa Simba Sports Club. Kwa hiyo ni mechi ambayo tungetamani kuona kila shabiki wa Simba anawajibika kwa namna moja ama nyingine kuja uwanjani, na kuwajibika kwake ni kununua tiketi. Mashabiki wa Simba wa Dar es Salaam, mashabiki wa Simba wa mikoa ya jirani na hata wa mbali wanawajibika kuja uwanjani siku hiyo, kuja kuishangilia, kuja kuisupport Simba yetu. Huu ni Mshike, endelea kuwa nasi. Kumbushe tu kwamba mashabiki wa kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba wameonyesha kuwa na imani kubwa kuelekea mchezo wa hapo kesho kutwa Jumapili, ligi ya mabingwa barani Afrika. Na kwa mradhi kwa taarifa hiyo, na sasa tunarejea kwenye kuangazia yale ambayo yamejiri kwenye uga wa michezo na burudani, lakini pia zaidi tukichambua kile macho kinaendelea. Niko na mchambuzi hapa masuala ya soka, Endu Kinga Mkono. Endu, karibu. Hii ni ratiba namna ambavyo inaonekana. Oktoba 25 kwa maana ya Jumamosi kesho, Young Africans saa 11 kamili dhidi ya Silver Strikers. Wanaingia kwenye mchezo huu wangali wamepoteza goli moja kwa bila away, na sasa faida ni nyumbani, mechi ni bure. Yani unapewa majukumu mazito. Na majukumu mazito wanasema wanapikiwa wachezaji wakubwa, watakiwa wathibitishe ubora wao kwenye matukio kama haya. Hapa ndipo tunapotaka kumuona Mzize, anaonekana yuko vizuri, amerejea kwenye timu. Tunataka tumuone Pacome Zouzoua akiwa katika ubora wake, Max Zengeli na wengine wote ambao watapata nafasi, kocha ambao watawaamini Mabedi kuanzisha. Kila mmoja kwa nafasi yake anatakiwa kuwapa wanayanga kile ambacho wanastahili. Na wanachostahili wanayanga kwa sasa ni kufuzu kwenye hatua ya makundi. Itakuwa ni jambo la fedheha na aibu muona bingwa wa ligi kuu mara 31 anapoteza, anashindwa kufuzu mechi ambayo anaweza kubadilisha matokeo. Goli moja ni zito, hasa kutokana na ubora wa Silver Striker walioonyesha katika mchezo wao wa kwanza. Walionyesha ni timu ambayo inaweza kujilinda vizuri na inaweza kuwa na mpango bora zaidi wa kujilinda na kutumia nafasi chache wanazozipata. Kwa hiyo kwa Yanga ile ilipaswa kuwa ni somo na darasa kwamba walivyoenda labda waliwachukua kawaida kwa sababu ni Malawi na rekodi nzuri wanazo. Malawi waliendaga wakashinda pale. Kwa hiyo ikawafanya kidogo wabweteke, na jina lile alikuatisha. Labda ingekuwa Big Bullet wangeogopa kwa sababu ni mabingwa wenzao wa siku nyingi. Kwa hiyo jina alikuatisha, naona wakakutana na kitu ambacho wao hawakutegemea. Kwa hiyo kwa Yanga wana deni kwamba sasa deni lao nini? Ni kurudisha imani kwa mashabiki kwa kuhakikisha hii mechi wanashinda. Roman Flores ameondoka, wamempa timu Mabedi, naye ni Malawi. Anachukua mikoba ya Chamangwana ambaye marehemu Chamangwana alikuwa Yanga na alifanya mafanikio mpaka 2007 nadhani alikuwa kocha wa Yanga. Kwa hiyo wana jambo Mabedi la kuambia wana Yanga kwamba mimi nimekuja hapa na hawa ndugu zangu na wajua namna wanavyocheza, na wajua mbinu zao. Ile mechi ya kwanza mimi nilikuwa mshauri tu. Kwa hiyo mwenye timu alikuwepo juu pale juu, labda akufuata ushauri wangu, lakini sasa mimi ndo nimekalia kiti, nataka niwaonyeshe jinsi gani tunaweza kufuzu kwenye hii hatua. Hicho ndo Yanga anachokusubiri. Najaribu kuangalia hichi ambacho kinakwenda kutokea sasa. Young Africans wanakwenda kwenye mchezo muhimu ambao ni mmoja na unapaswa kuamua hatima yao kwenda kwenye hatua inayofuata, na katika kipindi hiki kuna mabadiliko ya mwalimu. Inakwenda kuwa na athari chanya ama hasi kiasi gani? Kwanza inakuwa na faida kwa timu. Kama yeye kwa sababu alikuwa na timu wiki moja kabla ya mchezo. Kwa hiyo nadhani anawajua. Japokuwa anajua kutakuwa na mabadiliko ya wachezaji kwa sababu kocha wakati mwingine kwenye mazoezi kuna mtu anaweza akamuona, kuna mtu tulimuona wakati wa Roman anacheza, inawezekana mechi ya kesho asianze kutokana na kocha amekuja, kocha mpya na amekaa nao kwenye mazoezi, ameona kuna mtu huyu nadhani kwa aina ya mechi tunayokwenda kucheza huyu anaweza kunifaa. Unaona? Kwa hiyo naweza kusema Pacome akaanza, kumbe Pacome asianze. Unaona? Kwa hiyo wana Yanga watakwenda uwanjani, wasiende na jina la mtu, waende kushangilia timu. Kwa sababu kocha yeye anajua zaidi kwa sababu amekaa na wachezaji. Kuna mtu kabla ya mechi, nusu saa kabla ya mechi au lisali moja kabla ya mechi ameonyesha kutokuwa tayari kwa mchezo. Kwa hiyo kocha anaweza kufanya mabadiliko. Sio. Haya, Young Africans kwa sababu atakuwa nyumbani, mtu angalie rekodi ya Yanga akiwa nyumbani kwenye mechi zake za hivi karibuni. Hizi ni mechi 5 ambazo Yanga amecheza nyumbani kwenye siku za hivi karibuni. Kabla ya kumenyana na Silver Strikers aliwahi kucheza na Al Hilal
akiwa nyumbani akapoteza magoli 2-0, lakini pia baada ya hapo akiwa nyumbani akapata ushindi wa magoli 3-1 dhidi ya TP Mazembe. Mechi nyingine iliyofuata kubwa alikuwa nyumbani dhidi ya MC Alger ilimalizika kwa sare tasa, akakuwa na bao. Mechi nyingine baada ya hapo ni ile ambao walipasuka magoli 2-0. Anayefuata ni Silver Strikers. Kwa flow hii nini unakiona kuelekea kesho? Hiyo inaonyesha ameshinda 2 na amepoteza 1 na sare 1. Kwa hiyo bado iko 50 kwa 50. Naona kwa sababu kwamba kuna matokeo ambayo yote yamepatikana, sio kwamba timu japo kuwa anaonekana yeye ameshinda magoli mengi kuliko aliyofungwa. Kwa hiyo ameruhusu magoli 3 wakati amefunga magoli 5. Kwa hiyo maana anajua kuutumia vizuri uwanja wake wa nyumbani. Na hicho ndio kikubwa hapa miaka ya karibuni timu za Tanzania zimejitengenezea ufalme kwamba uwanja wa Benjamin Mkapa umekuwa sehemu ambayo ni machinjio kwa wapinzani. Kwa hiyo naamini kama wataenda na rekodi hii wana uhakika wa kupata matokeo. Japokuwa wanapaswa kwanza kuhakikisha Silver Strikers katikati hawamiliki mpira kama walivyokuwa kwenye mchezo wa kwanza. Hiyo ndio itakuwa siri yao ya mafanikio. Kuacha Silver Strikers wamiliki mpira katikati, wakinavunga wafanye wanavyotaka, ni kujiweka kwenye hatari zaidi. Haya, baada ya hilo tuwatazame wekundu wa Msimbazi Simba, kwa sababu tunaangalia mechi za ligi ya mabingwa barani Afrika na kile ambacho kinaendelea kufanyika. Tuangalie ligi ya mabingwa barani Afrika. Wekundu wa Msimbazi Simba wao watakuwa nyumbani wakiminyana na Nsingizini Ospreys ya kutoka kule Eswatini. Kwanza wana faida ya kushinda magoli 3 away, wanakuja kumalizia shughuli nyumbani. Tumemsikia meneja wa habari na mawasiliano hapa ameendelea kuhamasisha mashabiki kujaa uwanjani kwa wingi, kwa sababu hii inaweza kusaidia pia kuongeza morali kwa wachezaji. Kuingia Simba akiwa na faida ya magoli 3 ugenini na kwenda kufanya mechi hii kuwa ngumu ama rahisi kiasi gani kwake, kama tunaweza kuthubutu kusema imeisha? Kwa mpira mpaka filimbi ya mwisho itapopigwa ndio utasema imeisha. Japokuwa na wapa nafasi ya wana hatua moja mbele zaidi kulinganisha na wapinzani wao Nsingizini. Kwa sababu wao tayari washashinda goli 3. Kwa hiyo kumruhusu kwa Simba nilivyoiona, pamoja hata ile ya mwanzo ya mechi ya Gaborone walionyesha na mapungufu yao yote, bado waliweza kuzuia hapa nyumbani, hawakufungwa. Kwa hiyo unaona wana nafasi ya kuendelea mbele. Kingine Nsingizini naona kama habari ya mashabiki 60,000 uwanjani imekuwa kama habari kubwa sana hata kwao kwenye vyombo vyao vya habari. Inaonekana kama inawatisha kwamba kuna watu 60,000 uwanjani watakuja na wanaona uwanja wote tiketi zote zimeisha. Kwa hiyo wanaamini hizo kelele za uwanjani zinatosha kuwafanya wao wachanganyikiwe. Kwa hiyo kwa Simba hiyo inaweza kuwa ni faida yao kubwa, kwamba wapinzani wao tayari wana hizo habari ambazo ziko nyuma kwamba kuna mashabiki wengi watakuja kuwazomea vya kutosha kuhakikisha kwamba Simba inashinda. Lakini kwa uwanjani vile vile Simba kwenye kipindi cha pili ilikuwa bora zaidi. Haya, hem tuangalie mechi za Simba hivi karibuni ambazo wamekipiga wakiwa nyumbani. Ukijaribu kuangalia kuna mechi hizi ambazo wamecheza, kwa mfano nyingi hasa ni kombe la shirikisho. Kama utakuwa unaona hapo dhidi ya CS Faction walishinda goli 2-1, wakashinda pia mechi ya juu ile 1-0. Lakini ukiacha hilo pia CS Constantine ilikuwa pia ni kombe la shirikisho, magoli 2-0. Ukiacha pia hapo kuna sare nyingine dhidi ya Al Masry 2-2, ilikuwa pia nyumbani. Stellenbosch ni miongoni mwa timu ambazo walimenyana nazo kombe la shirikisho, Simba akishinda 1-0 nyumbani, na hii ngome ilipigwa Amani pale visiwani Zanzibar. Dhidi ya RS Berkane sare ya 1-1, lakini pia dhidi ya Gaborone United ambayo ilikuwa ya mwisho sare ya 1-1 nyumbani. Kwa flow hii nini unakiona kuelekea kwenye mechi ya kesho kutwa? Simba ni wazuri nyumbani kwa sababu hawajapoteza hapo. Unaona rekodi yao ni nzuri zaidi, wana sare. Kwa hiyo unawaona kwamba ni timu ambayo inajua kuutumia uwanja wa Mkapa, wanajua vichuguu vyote viko wapi na wapi pa kupita. Kwa hiyo inawapa nafasi, na hicho ndio hata kikubwa ambacho Simba inachotisha timu nyingi za Afrika katika kwa misimu hii kuanzia 2018 mpaka leo, kwamba wamejua kuutumia uwanja wao wa nyumbani. Ile mazingira ya nyumbani kufanya vizuri imekuwa kwao ni chachu kubwa, na ndio maana hata umeona msimu uliopita walivyopangiwa finali waende kucheza Zanzibar, ilionekana kocha Fadlu Katula akalalamika sana, kwa nini wanatuondoa nyumbani kwetu, kwamba akiamini kwamba kucheza kwa Benjamin Mkapa ilikuwa ni sehemu ya pointi za ushindi. Na hata Berkane walivyofikia mechi inaenda Zanzibar na wenyewe walifurahi kwa sababu wajua kuna watu wanaenda sehemu tofauti. Kwa hiyo Simba wanajua kuutumia uwanja, lakini kikubwa kuhakikisha kwamba hawafanyi uzembe ambao ulitokea kwenye mechi kipindi cha kwanza, ambao waliwapa nafasi nani Ospa wamiliki mchezo, watengeneza nafasi nyingi, wakaonekana kama wamewamudu Simba. Wakicheza kama kipindi cha pili, hasa akiongeza pale katikati ambao kulionekana kama kuna mzigo, japokuwa Nabi alicheza vizuri, lakini alivyoingia Kagoma akamfanya acheze vizuri zaidi na timu ikapata balance. Kwa hiyo akiwa na watu wawili katikati nadhani inamsaidia sana. Bwana, shukrani sana. Muda huu tutazame lingine ambalo tunalo kubwa hii leo mezani, ni kuhusiana na Azam FC. Hatimaye klabu hiyo ya Azam FC imetimiza ndoto ya kufuzu kwa mara ya kwanza katika historia yake hatua ya makundi
kwa kombe la shirikisho barani Afrika kwenye mashindano haya ya CAF kwa jumla baada ya kuichapa KMKM ya kule visiwani Zanzibar magoli 7-0 kwenye mchezo wa marudiano raundi ya pili michuano hiyo ambayo imepigwa hii leo jioni katika uwanja wa Azam Complex Chamazi, Dar es Salaam. Azam FC imetinga hatua hiyo kufuatia ushindi wa jumla wa magoli 9-0 kutokana na ushindi wa magoli 2-0 kwenye mchezo wa kwanza uwanja wa Amani visiwani Zanzibar. Naam, kutokana na ushindi huo Azam FC imepata fedha za goli la mama shilingi milioni 45 ikiwa ni hamasa za ushindi kutoka kwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Katibu Mkuu wa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo ambaye pia ni msemaji mkuu wa serikali Gilson Msigwa amekabidhi fedha hizo kwa kiungo mshambuliaji Faisal Salum maarufu kama Feitoto. Msigwa pia amesifu uongozi wa Said Salim Bakhresa kwa uwekezaji mkubwa katika michezo. Leo kwa sababu yuko kakaangu Abubakari hapa, nataka kuchukua nafasi hii kufikisha salamu za shukrani za serikali kwa uamuzi wa kampuni yenu kuwekeza kwenye michezo. Tunawashukuru sana. Mmewekeza kwenye michezo, vijana. Nchi yetu inatangazwa ndani na nje ya nchi. Sasa timu ya Azam FC inapeperusha vyema bendera ya Tanzania Afrika. Na sisi serikali tunaamini siku moja Azam FC itacheza mashindano ya dunia. Inawezekana. Tufikishie salamu kwa mzee, mwambie tunampenda sana, tunamwombea heri nyingi, afya njema, na mimi kwa sababu niko kwenye sekta ya michezo asiache kuipenda michezo, na sisi tutawapa ushirikiano wakati wote. Hata hivyo, kwa niaba ya wachezaji wenzake, nahodha wa kikosi hicho Imidi Mao Mkami ametoa salamu zake za asante na kushukuru kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan baada ya kupokea zawadi hiyo ya goli la mama. Ilikuwa kiu ya watu wote wa Azam FC kuona klabu inafika kwenye group stage. Nafikiri tumejaribu kwa miaka mingi huko nyuma, lakini nashukuru kwa group tuliokuwa nayo sasa ya wachezaji na technical bench pamoja na board of directors wa klabu yetu. Tumekuwa pamoja, tumeweza kufanikisha na kufikia new milestone kwenye klabu yetu. Kwa naamini huu ni mwanzo na hichi kitu kitakuwa cha kawaida kwetu, japo tuna kazi kubwa ya kufanya kuweza kumaintain. Na muda huu tuangalie kile ambacho umetuandikia kupitia kurasa zetu mbalimbali za mitandao ya kijamii kwenye maoni yako. Swali lilikuwa linauliza Azam FC kwa mara ya kwanza katika historia yake imefuzu hatua ya makundi CAF Confederation Cup. Sasa wameuliza una ushauri gani kwa matajiri hao wa jiji ama Azam FC? Tuangalie maoni ambayo umetuandikia kupitia kurasa zetu mbalimbali za mitandao ya kijamii kuanzia Facebook pamoja na Instagram. Maoni haya tukianza na Instagram yanasema waendelee kupambana maana hatua ya makundi pia ina timu ambazo zimejidhatiti kisawasawa. Ni maoni yake hayo Yusuf Humbe. Lakini Hashil Rube anasema wana timu nzuri ila na washauri waendelee kuweka viingilio bure, itawasaidia kupata hamasa. Lakini Maisara Msangi yanasema huyu kocha atawafikisha mbali, kombe la Afrika mwaka huu linakuja kupitia Azam. Ni maoni yake hayo kupitia ukurasa wa Instagram wa Azam TV Sports. Tuangalie sasa maoni mengine. Basi na shaka ni kupitia ukurasa wa Facebook. Chata Black Tanzania anasema naam, sasa naanza kuelewa maana halisi ya kauli mbiu yao ya timu bora bidhaa bora. Binafsi ni wapongeze sana na ilikuwa swala la muda tu kwa sababu hakuna timu tajiri yenye kila kitu kama Azam FC kwa hapa Tanzania. Niwatakie kila laheri, ikiwezekana basi wafike mbali zaidi. Lakini Hansi Patrick Turuka yeye anasema kutoka Mbinga Ruvuma, kwanza ni wape hongera yao sana, na pili wajitahidi kuongeza bidii sana wasipate vichwa kwa hapo walipofika. Na yona Tanzania mpya kwenye mpira wetu wa Tanzania, sio kila mwaka ziongelewe tu timu mbili, na zidi kuwaombea zaidi kuleta upinzani mkubwa zaidi ya hapo walipo sasa. Lakini Liamu Mpaye anasema nimeona mpira wenye faraja ya kufika mbali. Anasema kikubwa waongeze bidii wakiamini wanaweza sana, na ninachoamini ni kwamba hilo kombe litaenda kuletwa na Azam FC huku wakiwa hawana mambo mengi. Hongera kwao. Ni maoni yake hayo kupitia ukurasa wa Instagram ambao tumekusomea pamoja na Facebook. Hapo tumekupitisha kwenye maoni mbalimbali ambayo yametolewa na Watanzania ambao mko ufuatiliaji wa karibu
wa kile ambacho kinaendelea kwenye mshike mshike muda huu. Hivyo tunavyokamilisha nusu saa ya kwanza ya mshike mshike, lakini je, kipi ambacho tutakuwa nacho kwenye nusu saa ya pili? Machache kati ya yale ambayo nitakujuza tulionao mezani kwenye nusu saa ya pili ya mshike mshike ni pamoja na haya. Ligi kuu ya NBC kuendelea. Mbeya City dhidi ya JKT Tanzania, ngoma imekuwa ngumu katika dimba la KMC Complex. Na nyota wa Miami Heat Terry Rozier na kocha wake wamekumbwa na kashfa ya utakatishaji wa fedha. Ni mshike mshike, endelea kuwa nasi. Asante kwa kuendelea kwa nasi. Huu ni mshike mshike kuelekea mchezo wa marudiano ama raundi ya pili kombe la shirikisho barani Afrika. Timu ya Singida Black Stars ipo tayari kukabili Flambeau du Centre kutoka kule Burundi. Sasa kuelekea mchezo huo, kocha wa kikosi hicho Miguel Gamondi pamoja na mlinda mlango Hussein Masaranga wamezungumzia maandalizi yao kuelekea mchezo huo. We are ready. We prepare in the best way possible. We have confidence. I trust a lot in this bunch of players we have. Tuko tayari. Tumejiandaa vizuri iwezekanavyo. Tuna ujasiri na uzuri, tuna mashabiki wa Tanzania ambao si wa Singida tu. Timu zote 4 tuko kwenye mashindano ya Afrika. Tunapata ushirikiano kutoka kwa mashabiki kwa sababu tunawakilisha Tanzania na ligi ya Tanzania. Matokeo ya 1-1 ugenini hayatoshi. Japokuwa ni matokeo mazuri, ila hatukupata alama 3. Ingawa muda wowote kuna matokeo ya kushangaza yanajitokeza. Tunahitaji kuwa makini katika kila kitu kwa sababu mchezo wa mpira wa miguu ni mchezo wa wazi na chochote kinaweza kutokea. Tumewasoma na kuwachambua vizuri wapinzani wetu kwenye mchezo wa kwanza na sasa tunawafahamu kwa kina ubora wao na mapungufu yao. Natumaini utakuwa mchezo mzuri na tutafuzu kwa ajili ya kuwafurahisha Wanasingida. And I repeat, hopefully we can make a very good game, great game, and give the qualification for all Singida people who will be very, very good for them. Kwa upande wetu sisi wachezaji tumejiandaa vizuri kuelekea mchezo wa kesho. Sisi maandalizi tulianza siku ambayo tumemaliza mechi ile ambayo ilikuwa raundi ya kwanza. Tulianza mazoezi binafsi wenyewe, then tukaja kufuata maelekezo ya mwalimu katika mazoezi yake. Naamini katika kile tulichokifanya mpaka jana ni kitu kizuri. Uzuri tuna kocha Sagamond, kocha mzuri ambaye anajua kila kitu kinachoendelea katika mpira. Na yale makosa ambayo tuliyafanya amejaribu kuyarekebisha, japo kwa asilimia chache kwa sababu kwa siku ambazo zilikuwa zimebaki kuelekea mchezo wa kesho. Lakini naamini kwa kile ambacho ametupa tutaenda kufanya vizuri. Wakati akiendelea, msemaji wa klabu hiyo Hussein Masanza ameomba mashabiki kujitokeza kwa wingi katika uwanja wa Azam Complex Chamazi, Dar es Salaam hapo kesho, ambapo kikosi hicho kitakuwa kinamenyana na Flambeau du Centre kule Burundi, ambapo mchezo wa kwanza ulimalizika kwa sare ya 1-1, huku akiwakumbusha mashabiki kujitokeza kwa wingi kwa sababu kiingilio ni bure kwenye mchezo huo. Kwanza maandalizi yamekamilika, naweza nikasema kwa zaidi ya 99% kwenye uwanja wa mazoezi. Kocha Miguel Gamondi pamoja na wachezaji wamefanya kile ambacho walikuwa wanastahili kukifanya kuelekea mchezo huu, na kama ambavyo kocha amezungumza, ameelezea utayari wa kikosi na namna ambavyo amefanyia kazi makosa ambayo aliyaona ya kiufundi kuyarekebisha. So hatuna shaka mchezo wa kesho tunaenda tukiwa tuko timamu kweli kweli. Lakini kuna utaratibu ambao tumesha utangaza na tuendelee kuasistizia wadau na mashabiki wetu ambao wanataka kuja kushuhudia mchezo huu tutakaocheza saa 1 za usiku uwanja wa Azam Complex pale Chamazi. Utaratibu sisi bwana tulitangaza hakuna kiingilio, lakini hatukusema bure. Tulisema hakuna kiingilio kwa majukwaa ya mzunguko. Jukwaa yote ya mzunguko wadau wetu wakiwemo wadhamini wetu wamelipia kutoa fursa kwa mashabiki kuweza kujitokeza kwa wingi kuisapoti Singida Black Stars kwenda makundi. Ni mechi ya knockout. Ni mechi kubwa, ni mechi ambayo inaenda kuamua hatima yetu. Kwa hiyo hakuna kiingilio, sio bure.
ni hakuna kiingilio kwa majukwaa ya mzunguko kwa sababu vimeshalipiwa. Hilo ni moja. Lakini kwa majukwaa ya VIP pale Azam Complex kuna majukwaa mawili ya VIP, upande wa kushoto na upande wa kulia. Yale majukwaa yote tumeweka viingilio shilingi 5,000, na hii ni kutokana na wengi kusema tunataka kuisupport timu yetu hata kiuchumi pia. Tunatamani tukae VIP tuweke basi hata kiingilio. Hussein Masanza huyu afisa habari wa Singida Black Stars. Hata hivyo, mbali na hilo, wapinzani wao Flambeau Center baada ya sare 1-1 ugenini walikuwa na haya ya kusema kuhusiana na maandalizi kuelekea mchezo huo. Tunajiandaa na hapa tumekuja kupambana, ndo chance yetu ya mwisho, tuangalie gisi tunaweza tukapata qualification. Ndo lengo letu kuja hapa. Hatuje hapa kutafuta sare, hatuje hapa tumekuja kutafuta ushindi. Draw itakuwa ni advantage kwa draw ya sare ya 0-0. Kwa hiyo si ndo maana nilisema hatuna cha kuzividia, hivi tuko hapa kutafuta ushindi, tuko hapa kutafuta sare. Ndo maana hii advantage tulipata nyumbani na sisi tulikuja hapa itafutisha hapa. Ni kweli kukutana na Singida, kiwango chao kiko juu, wako na kocha mzuri, wako na wachezaji wazuri wenye experience kubwa. Kwa hiyo ni timu yenyewe tunaheshimu sana, lakini hata tunaheshimu na sisi tuko tayari kupambana, tuangalie gisi hii final chance tunaweza tukafanya vizuri. Naweza nikasema kwamba kiupande wa wachezaji wote wako vizuri. Hakuna injury yoyote na tunamshukuru Mungu tumefika salama hapa. Na tumejipanga kabisa ili tuone kama mechi ya kesho tutatoa matokeo. Ugumu upo kwa sababu ukishafika kwenye hii stage hakuna tena timu dhaifu. Timu yote yenye imefika kwa hii stage inakuwa ni timu yenye ina uwezo wa kufanya vizuri. Kweli ugumu uko, ila tumejipanga vizuri ili tuhakikishe tumefunga mechi ya kesho. Tugeukie soka la wanawake sasa, ambapo kikosi cha timu ya taifa ya wanawake Twiga Stars ambacho kilipata ushindi wa magoli 2-0 kwenye mchezo mkondo wa kwanza dhidi ya Ethiopia wa kufuzu kombe la mataifa Afrika kwa upande wa wanawake dhidi ya Ethiopia kinatarajiwa kuanza safari hapo kesho kuelekea nchini Ethiopia kwa ajili ya mchezo wa mkondo wa pili. Faida walionao ni baada ya ushindi wa magoli 2-0 katika mchezo mkondo kwanza uliopigwa Azam Complex Chamazi, Dar es Salaam. Kizungumzia maandalizi ya safari hiyo, afisa habari wa shirikisho la Kanada hapa nchini Clifford Marion Ndimbo alizungumza haya. Timu ya taifa ya wanawake Twiga Stars baada ya mchezo wake wa kwanza dhidi ya Ethiopia ambao tulicheza nyumbani na kupata ushindi, kikosi kinaendelea na maandalizi ya kuelekea kwenye mchezo wa marudiano ambao utachezwa Oktoba 28 pale Ethiopia, na kikosi kinataraji kuondoka kesho Oktoba 25 kuelekea huko Ethiopia kwa ajili ya mchezo huo wa marudiano. Mwalimu ametazama mchezo wa kwanza, ametazama wapi ambako kulikuwa kuna mapungufu. Kwa hiyo wanaendelea kuyafanyia kazi kuhakikisha kwamba tunapata nafasi ya kufuzu AFCON 2026, kwa sababu mchezo huu ndio ambao unatupa hiyo tiketi ya kufuzu hiyo AFCON 2026. Tunashukuru kwamba mchezo wa kwanza umetutanguliza hatua moja mbele. Kwa hiyo sasa ni kumalizia hatua ambayo imesalia tukiwa ugenini ili kuweza kufuzu. Japokuwa mchezo hautakuwa rahisi, tumewaona Ethiopia ni moja kati ya timu bora kusema kweli. Kwa hiyo benchi la ufundi limeendelea kuangalia hayo yote na tutahakikisha kwamba tunafanya vizuri na kuikata tiketi kuandika historia nyingine ya kuendelea kufuzu hizo AFCON. Mashabiki na Watanzania kiujumla na waambia kwamba sisi kwetu mikakati ni kuhakikisha kwamba timu zetu za taifa zinakuwa zinacheza mashindano makubwa yale ambayo yanakuwa yako mbele yetu. Kwa hiyo kwa sasa kwa Twiga Stars inapigana kupata tiketi ya kufuzu finali hizo za Afrika kwa wanawake kwa maana ya AFCON 2026. Kwa hiyo nia yetu ya dhati kabisa ni kuhakikisha kwamba tunapata matokeo ambayo yatatufanya tuweze kufuzu AFCON 2026. Mpinzani wa wekundu wa Msimbazi Simba Nsingizini Hotspurs tayari amekwisha wasili katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere hapa Dar es Salaam, yote ikiwa ni kuelekea mchezo wa mkondo wa pili wa ligi ya mabingwa barani Afrika dhidi ya wekundu wa Msimbazi Simba. Kwenye mchezo wa mkondo wa kwanza ambao ulipigwa kule Eswatini, wekundu wa Msimbazi Simba walifanikiwa kuibuka na ushindi wa magoli 3-0. Hivyo Nsingizini watakuwa na kibarua cha kupindua meza. Mchezo huo utapigwa siku ya Jumapili katika dimba la Benjamin Mkapa hapa Dar es Salaam. Na hivyo ndivyo ambavyo kikosi hicho kikiwa kinawasili usiku huu katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere hapa Dar es Salaam.
Turejea kwenye taarifa ambayo nilikuwa nakudokeza hapo awali ambayo ni kuhusiana na kinachoendelea ligi kuu NBC, ambapo ligi kuu hiyo imeendelea leo kwa mchezo mmoja kupigwa. Mbeya City ikiwa katika uwanja wa nyumbani KMC Complex Dar es Salaam imetoka sare ya magoli 2-2 dhidi ya JKT Tanzania. Magoli ya Mbeya City yamefungwa na Hamad Majimengi pamoja na Vitalis Mayanga, huku JKT Tanzania ikifungwa na Paul Peter pamoja na Sere Karabaka. Matokeo hayo yanaifanya Mbeya City iendelee kuongoza kwenye msimamo wa ligi kuu NBC kwa alama 8 baada ya kucheza mechi 6, huku JKT Tanzania ikishika nafasi ya pili kwa alama 7 baada ya kucheza mechi 5. Na baada ya hilo ni kukumbusha tu namna ambavyo ratiba ya ligi kuu NBC inaonekana ama itaendelea kwenye michezo inayofuata. Oktoba 25 kwa maana Jumamosi hapo kesho kutakuwa kuna michezo mitatu. Mashujaa FC saa 8 kamili watakuwa wanamenyana na Namungo FC. Mchezo utapigwa saa 8 kamili mchana. Lakini mbali na hilo, Fountain Gate wao watakuwa mzigoni kuanzia saa 10:15 mchana na watakuwa wanamenyana na watoza ushuru wa Manispaa ya Kinondoni kutoka Dar es Salaam. Sawa kwamba Dodoma Jiji kutoka Jamhuri pale Dodoma saa 1 kamili usiku wao watakuwa wanamenyana na Pamba Jiji. Michezo yote hiyo utaishuhudia kwenye kisimuzi cha Azam TV na itakuwa mbashara. Bali na hilo, tugeukie sasa kutazama mchezo mmoja baada ya mwingine, tukianza kuwatazama Mashujaa FC ambao wataendelea hapo kesho kwenye uwanja wa Lake Tanganyika kule Kigoma, ambapo kikosi hicho kitawavaa Namungo FC kutoka kule Ruangwa Lindi. Maandalizi ya timu zote yamekamilika na hapa ni makocha na wachezaji wakizungumzia maandalizi hayo. Baada ya kumaliza mchezo wetu wa Tabora, tuliweza kusafiri salama kurudi nyumbani na tumepata mazoezi jana jioni na leo hii asubuhi. Vijana wako kwenye hali nzuri na tumefanya masahisho ya mapungufu ambayo yamejitokeza kwenye mechi zetu 3 za nje. Matumaini yangu kesho tutacheza mechi kwa kujituma, kwa maarifa yaliyo juu na pia kwa ushindi. Tupo tayari kwa mchezo wa kesho dhidi ya Namungo. Nafikiri mashabiki wa Mashujaa na Kigoma nzima kwa ujumla waje kutushabikia, sababu wao tunawategemea, ndo watu wa 12. Tupo tayari kuwapa matokeo kwa mechi ya kesho. Kila mtu yuko sawa sawa kiakili, walimu wametutengeneza kiakili, kimwili pia tuko sawa sawa kwa ajili ya mchezo wa kesho. Siwezi kusema utakuwa mchezo rahisi kwa sababu Namungo wana timu nzuri, wana benchi la ufundi nzuri, wana wachezaji wazuri pia. Sisi tuna mpango kazi wetu ambao tumejipanga nao kwa ajili ya kupata matokeo kesho, basi ndio kitu cha msingi. Fika salama. Tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu kwenye hilo. La pili kubwa ni kwamba tuko hapa kwa ajili ya mchezo wetu wa kesho. Hii ni formality tu kuzungumza nini kitachokuwa kwa sababu mchezo wenyewe ni kesho. Lakini mpaka tumefika hapa Kigoma na kwamba utayari kucheza mechi ya kesho tunao. Ni maandalizi ya kucheza na timu kama ni Mashujaa, moja ya timu nzuri, timu yenye kushindana, ina mwalimu mzuri ambaye ana experience, kwa hiyo tunaamini kabisa tunaenda kupambana na timu iliyokuwa nzuri na bora. Kwa hiyo maandalizi ya kucheza na timu kama hiyo mpaka tumefika Kigoma ni maana kwamba tumejiandaa nayo. Sisi tupo tayari kwa mechi kwa sababu kwanza tunashukuru tumetoka safari salama, tumefika hapa eneo la kazi salama. Kubwa ambalo tunalo sisi ni kwamba mwalimu ameshamaliza kila kitu. Kashafanya vile vitu ambavyo tunatakiwa kuvifanya, kwa hiyo sisi wachezaji tupo tayari kwa ajili ya mechi ya kesho. Wakati ukiendelea, KMC imefanya mazoezi ya mwisho katika dimba la Tanzanite Kwaraa wakiwa wanajiandaa kuelekea mchezo wao wa kesho dhidi ya Fountain Gate. Kikosi cha KMC Kino Boys kiko hapa kunako dimba la Tanzanite Kwaraa ambapo kinajiandaa kuelekea mtanange wa kesho dhidi ya Fountain Gate FC, mchezo wa ligi kuu soka NBC Tanzania bara. Maandalizi mazuri kwa sababu maandalizi ni mazuri. Tunawashukuru wananchi wa hapa, wamekuwa na uwanja uliokuwa bora. Kwa hiyo ukikutana na uwanja uliokuwa bora na hiyo timu yako inatakiwa kuwa bora kwa sababu inamruhusu kila mtu kuapply kile ambacho anachukua maelekezo. Kwa hiyo maandalizi yetu yamekuwa 100% kujielekeza katika mchezo wa kesho, na mimi utakuwa mchezo mzuri. Utakuwa mchezo mzuri na utakuwa mchezo mgumu kwa sababu katika ligi hakuna mchezo mwepesi, lakini si maandalizi yetu tumeshamaliza kila kitu. Tunabaki tu muda wa mchezo ufike tuweze kumaliza mechi yetu. Ukiangalia watu watatujapishana sana, sisi wengine wako kwa juu, kwa hiyo kesho lazima tushinde. Kwa hiyo mechi lazima haitakuwa rahisi, mechi itakuwa ngumu, hata wao wenyewe wanahitaji point na wapo kwao pia. Kwa hiyo game lazima itakuwa ngumu. Kwanza tunamshukuru Mungu tumewasili salama katika mji wa Babati hapa mkoani Manyara, na lengo ambalo limetuleta hapa ni kuja kupambana kwa ajili ya kupata alama 3, lakini tangia tumefika hali ya hewa ni nzuri na leo timu imefanya session ya mwisho kuelekea kwenye mchezo wetu wa kesho dhidi ya Fountain, na tunaona hakuna mchezaji ambaye ameumia kwenye session ya mwisho. Kwa hii tafsiri yake wachezaji wetu wako available kwa ajili ya kuchaguliwa kwanza na wale ambao watachaguliwa kukaa benchi
lakini yote kwa yote tumekuja kucheza mchezo mgumu dhidi ya Fountain ambao mchezo wa mwisho umepata sare dhidi ya Coast. Kwa hiyo tunajua mchezo utakuwa mgumu na kila kitu ambacho tumekifanya ni kutengeneza mazingira ya kuweza kupata alama 3. Tuko vizuri physically, mental kwa ajili ya kuelekea kwenye huo mchezo. Dakika 90 za kesho ndizo zitakazoamua ni nani ambaye atakayeondoka na alama 3 muhimu kunako mtanange huo wa kukata na shoka. Sports Lady Helen Kawiche, Azam Sports, Manyara. Tukamilishe na hili la mpira wa kikapu. Nyota timu ya Miami Heat Terry Rozier na kocha Chauncey Billups, wote wawili kwa pamoja kutoka kikosi cha Portland Trail Blazers inayoshiriki ligi ya mpira wa kikapu Marekani ya NBA, miongoni mwa washtakiwa wa kesi ya utakatishaji wa fedha, wizi na ulaghai uliotangazwa na shirika la upelelezi la Marekani FBI leo Oktoba 24 nchini Marekani. Taarifa yake Saidi Msumi inaarifu zaidi. Wala malaki ya dola, tena sio mamilioni ya dola. Hapa tunazungumzia. Akizungumza na vyombo vya habari, mkurugenzi wa shirika la upelelezi Marekani FBI Kash Patel amesema tukio la kuwakamata wanaohusishwa na mashtaka ya wizi, ulaghai na kutakatisha fedha kwa kupitia michezo ya kubahatisha ndani ya NBA ni jambo la kihistoria lenye kuhusisha matrilioni ya dola. Profound justice in an era when the fraud. Ulaghai huu unatumia akili sana, sio kwa ajili ya mamia ya dola, wala sio maelfu ya dola, wala malaki ya dola, tena sio mamilioni ya dola. Hapa tunazungumzia matrilioni ya dola yanahusisha wizi, ulaghai, kutakatisha fedha kwenye kipindi cha miaka tulichokuwa tunafanya uchunguzi. Naye kamishna wa polisi wa mji wa New York Jessica Tisch ameeleza namna gani nyota Terry Rozier alivyohusika kwenye mipango ya ulaghai na kujipatia fedha kwa njia isivyo halali. Mfano mmoja ni tukio lililotokea Machi 23 ya mwaka 2023 mjini Charlotte. Nyota Terry Rozier anayechezea Miami Heat kwa sasa, lakini kipindi anayechezea Charlotte Hornets aliwapanga baadhi ya watu wake wa karibu kuwa ana mpango wa kucheza muda mchache kwa kisingizio cha majeraha, na kwa kutumia hiyo taarifa watu wake wa karibu waliweka dola $200,000 kwa muda aliowaambia. Kisha Rozier alishindwa kuendelea na mchezo kwa dakika 9 tu, na waliobashiri walitengeneza mabilioni ya dola kama faida. Tayari nyota Terry Rozier ameachiwa kwa dhamana, huku wakili wake akipinga vikali kwa mteja wake kuhusishwa na vitendo vya ulaghai, wizi na kutakatisha fedha, na yupo tayari kushinda shtaka hilo. Upande mwingine, ligi ya kikapu ya Marekani NBA imeendelea leo, ambapo nyota Shai Gilgeous-Alexander amefunga alama 55 na kuiongoza Oklahoma City Thunder kushinda kwa alama 141 dhidi ya 135 vya Indiana Pacers kwenye mchezo wa ligi ya kikapu ya Marekani NBA, na kukumbushia mchezo wa fainali wa NBA kwa msimu uliopita. Gilgeous-Alexander ambaye ni NBA MVP msimu uliopita alitoa pasi za usaidizi wa mabao mara 5 na kuchukua rebound mara 8 kwenye mchezo uliohusisha overtime mara 2 kwenye mchezo wa leo. Upande mwingine, Steph Curry alifunga alama 42 na kuiongoza Golden State Warriors kushinda kwa alama 137 dhidi ya 131 za Denver Nuggets. Saidi Msumi, Azam Sports. Tukamilishe na muhtasari. Wananchi Yanga wapanga mashambulizi ya kupindua meza dhidi ya Silver Strikers Benjamin Mkapa, Dar es Salaam. Wekundu wa Msimbazi Simba mawindoni ligi ya mabingwa Afrika dhidi ya Nsingizini All Spurs. Na hatimaye matajiri wa jiji Azam FC watimiza ndoto ya kufuzu hatua ya makundi kombe la shirikisho barani Afrika. Mpaka hapa tuna la ziada. Mshike mimi ni Kennedy Moses, kwa niaba ya wote waliofanikisha haya usiku. Una usiku mwema.